Mimi kwa niaba yangu, kwa niaba kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, tumekuja hapa Digiri kusema pole. Nataka niseme pole kwa familia yangu, kwa watoto wake, mama wake mzazi, jamii yote, wakaaji wote wa Digiri, wakaaji wote wa Narok. Nataka niseme tumekuja kusema pole. Na nataka niseme hivi, huyu Ngong nilimjua baada ya 2007, na wakati mambo ilikuwa imewaka moto hapa Digiri, nikaona maneno kwa TV, nikaona maneno kwa radio, na nikasema kuna jamaa kwa pale ni mwanaume kama mimi, na siku hiyo nilikuwa kijana mdogo sana, nilikuwa 26 years. Na wakati Ngong alipoteza kiti 2007, mimi nikatafuta kujua huyu Ngong ni nani, na tukakuwa marafiki na Ngong kuanzia wakati hiyo, na tukachaguliwa na 2013, tukachaguliwa 2017, na tukachaguliwa na 2022. Mimi nataka niseme, nimekuja hapa, nimesikia watu wengi wanaongea wanasema wa marafiki yangu. Mimi nataka niseme hapa, mimi ni rafiki yangu. Hapa ndo tulifanya harusi yake, na mimi ndo nilikuwa nasimamia kwa harusi yake. Wakati Ngong alipata shida kwa mgonjwa kwenda kule India, mimi nilienda naye kule India, nikakaa naye wiki mzima mpaka nikahakikisha hapo sawa, ndio nikarudi nyumbani. Mimi nataka niseme watu wengi watajifanya marafiki ya Ngong. Hii wakati kuna mama anzisha maneno ya wimbo ya kusaidia watu wetu, alinisukuma sana kufanya na yeye, na nilikuwa tumeanza kufanya naye kuanzia mwezi wa 9, alafu mwezi wa 11, mwezi wa 12 hii maneno imetupata. Wakati nilitangaza tena pale nikasema, na nataka nitangaze pia hapa, unajua kuna watu wa kuongea na kuna watu wa kutenda. Kwa sababu ya heshima ya Ngong, kwa sababu ya heshima ya rafiki yangu, kwa sababu ya heshima mtume mwenye hapo anaogopa kitu kama mimi nimetangaza nikasema nitasimama na hao waimbaji, na nataka nitangaze tena hapa niseme nitasimama na hao waimbaji kwa sababu ya Ngong. Sitasimama kwa sababu ya waimbaji kwa sababu yangu. Nitafanya na kusaidia na wengi wenye wanaweza kusaidia na mimi. Na hiyo watu wamejaamua huni ale chambi kigimi ai shere kimitre miwana bibijoto kitendo simanyo jepondo kwa kotoma kita unimboe kimelishwa na mwenye jitu jepondo chikibai alamuka mwana pihaka kitora tige. Nataka niambie mda mwembo michinde yekure ndutu dawan oye mwana mjito to agere china tele jina biwa ana tele limara kuyotoka takabutu ameja somo pia Qurani ama to berachi akwele wa mwani mtume next atuchi abadate kana kwa kitu wakiwa ni koroto kitu mtu ni koroto lakini kitu na mwani mtume na kwa Qurani diki kwa kwe mrefu akilioso akoje Qurani lakini ameja somo jindutu wale mtu wanakoteleza kama ni mtu anakoteleza imara kwa sitamo amejaza mtu oye oriti ambaye ni nyo anaye waliana tena wewe bado na baba amejaza mara kwa kubul pia Qurani ongea tena kama sereka umma ana sababu pika mwenye wale kistenge sisi wanasema nani ni mmoja kitani kuna mkarabati asili shaba kubul amara siasa na ungo ale bidare ko tabisi ko bagije ale wala kay bay amadu moy mama ge ita sara sutura ko istege di setul ama ba ni mo ora da somo ka romisha magbe chi na investos college kumenye college ko ya tege kumenye ko ba de bigir aboy mwisho roboko ko ya tege dia college aorani o mi bayaba lakini rani mamingo kama ile washini ngebo au inji ya igasi ni miji ya inyu idora pika ugidora burri ugidora pika kwaleni ndio access na access na bigir angele ki unje mwana ni bigir kiyo tutaya ki bigir ni amaja moyo wale ya au mjumbe na rube apege to amoni pia bigir pamoja usito rutinyi mboru kwa
amelekea kwa style. Unaona awenyeje siasa na upuzi. Hivi ndio siasa ya vitina. Wewe fanya kazi kwa kona unaweza kufanya. Mimi nifanye kazi kwa kona naweza kufanya. Kama nafanya kazi kwa kona anaweza kufanya ili tusaidie watu wetu na tukue kitu moja. Ya mwisho, mimi nataka nishukuru watu wangu wa Uasin Gishu na gavana wangu na wajumbe na MCS wenye walikuwa eneo experience wale ikifanyika. Walisimama imara, hawakulala, walishughulikia mwili baada ikafika pale Eldoret, wakashughulikia baada ikafika airport, baada ikafika Nairobi. Nataka niseme asanteni sana. Tulikuwa na gavana wa Uasin Gishu, tulikuwa na gavana wa Elgeyo Marakwet na tulikuwa na gavana wa Nandi. Hao watu walisimama na wakaonyesha umoja. Na mimi nataka nitangaze niseme tena asante kwa gavana Ndutu. Gavana Ndutu na familia yako na watu wenu, nataka niseme asante sana. Kwa sababu ulisimama, mimi mwenyewe sikuwa nilikuwa safari, lakini nilikuwa nafanya donation. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Digiri, sisi wote ni marafiki wa Mungu. Na mtu akishaenda kama vile Mungu ameenda, tumpatie heshima na tumkumbuke kwa wale kazi nzuri alifanya. Uliona yule mtu alitangaza kifo hapo. Kabla hata wazazi wake hawajapata ripoti. Kabla ya wamama wa hapa Digiri hawajapata ripoti. Watu wa hapa Digiri hawajapata ripoti. Familia yote hawajapata ripoti. Uliona yule mshenzi akitangaza huko. Hata alikuwa amejua ni nani amekufa lakini akatangaza sana kwa shida bora. Huyo mtu ashindwe. Ashindwe asishindwe. Ashindwe asishindwe. Kwa sababu sisi kama college tuna culture na tuna taratibu. Mtu akiwacha na familia yake lazima ufuate taratibu ya kuambia familia mambo yanaendelea. Mimi sasa kusema kusini hapo, unajua kesho tuko hapa, tutaenda pale nyumbani kusina Ngoma. Na mimi nataka nirudie niseme, Ngoma ametuacha. Ngoma alikuwa rafiki yangu. Hata kama sisi wote tunakosana kisiasa, lakini uliza yeye kama alikuwa anapona kwa siku yake unaangalia. Hatuko tunaongea na Ngoma kila siku kwa sababu Ngoma alikuwa ndugu yangu. Hata akinipigia simu hapa ananiita jina. Kuna vile tulikuwa tunaongea na yeye. Mimi nataka niwatangazie Ngoma ameenda. Nitarudi hapa Digiri. Nitarudi hapa Digiri kwa sababu ya upendo ya watu wa Digiri. Sitarudi hapa kwa sababu nataka kuchoka. Na nyinyi mtasoma. Watu wengi wanaongea na mimi nikimbili. Kufanya kusema na kutenda ni tofauti. Na kuongea na kuchochea ni tofauti. Wacha tuone ni nani atarudi Digiri hapa kufanya kazi. Nyinyi wenyewe mtaona siku ya leo. Nani atarudi hapa Digiri kufanya kazi. Mtaona. Sawa sawa. Wacha nichukue fursa hii. Nikaribishe Waziri Soiban Tuya. Haya, wacha sasa nipatie gavana wetu akaribishe